Kaifiyatul julusi fi salawati dhawati tashahudaini, jinsi ya kukaa katika swala ambazo kwamba zina atahiyatu mbili. Hii ndiyo maudhui ambayo tutaanza nayo leo insha Allahu taala. Yusannu al-iftirashu fi jalsati tashahudi al-awwali, imewekwa ni sunna kukaa mkao wa iftirash katika atahiyatu ya kwanza. Mkao wa al-iftirash ni mkao ambao unapatikaniwa katika ile atahiyatu ya kwanza. Ikiwa unakaa atahiyatu ya kwanza, mguu wako wa kushoto unatakiwa uulaze hivi, kisha makalio yako yakalie sehemu ya mguu ulioulaza, na mguu wako wa kulia unatakiwa usimame, vidole vyako vikiwa vinaelekea upande wa kibla. Huu ndio mkao unaitwa al-iftirash. Kwa hiyo kikao cha kwanza katika atahiyatu, huo ndio mkao unatakiwa ukae katika swala. Watawaruku fi jalsati tashahudi thani, na vile vile ukae katika kikao cha pili, kikao ambacho kinaitwa atawaruku. Atawaruku katika kikao cha pili, mguu wako wa kushoto unatakiwa ucheleweshe, uupitishe katika mguu wako wa kulia, kisha huu mguu wako wa upande wa kulia unatakiwa usimame. Utakapoweka dizaini hii katika hii sehemu ya mguu wa kushoto, kutakuwa kuna spesi ambayo iko wazi. Makalio yako yanatakiwa yakae kwenye ile sehemu ambayo iko wazi, ikiwa umetegemea upande ule wa kushoto. Hiki ni kikao katika atahiyatu ya pili. Wadhalika fi salawati dhawati tashahudaini, na vikao hivyo viwili ni katika zile swala ambazo kwamba zina atahiyatu ngapi? Mbili. Mfano wa salatu dhuhri, mfano wa salatu al-asri, mfano wa salatu al-maghrib, mfano wa salatu al-isha. Hizi swala nne zina vikao aina ngapi? Mbili. Kwa hiyo ukikaa kwenye rakaa mbili za mwanzo ambayo tunaita atahiyatu ya kwanza, mguu wako wa kushoto unatakiwa uulaze, kisha makalio yako yakalie ule mguu, alafu mguu wako wa kulia uwe umesimama, vidole vya miguu yako vikiwa vimeelekea kibla. Kikao cha kwanza. Kikao cha pili, na mzee anataka kutuonyesha kikao cha atahiyatu ya kwanza. Naam, aiwa, nafikiri mguu wa kushoto umelazwa, alafu umekaliwa na makalio, alafu ule mguu wa kulia umefanya nini? Umesimama na vidole vikiwa vimeelekea kibla. Hicho ni kikao cha kwanza. Kikao cha pili mzee ni kipi? Kikao cha pili nani ambaye atatuonyesha kikao cha pili? Naam, kijana. Kikao cha pili, mashaallah. Unaona ule mguu umelazwa, umeingizwa upande wa wapi? Upande wa mguu wa kulia. Kisha alafu ile space iliyobakia makalio ndo yamekaa pale, alafu mguu wa kulia umefanya nini? Umesimama, ikiwa vidole vyake pia vimeelekea wapi? Vimeelekea kibla. Hivi ndio vikao viwili ambavyo ukivikaa ni sunna katika swala ambayo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Wa hadha madhhabu Shafi'iyya, haya ni madhehebu ya Imam Shafi'i wal Hanabila na Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa ikhtiyaru bin al-Qayyim, pia ndiyo kauli ambayo ameichagua mwanachuoni Ibn al-Qayyim wa Ibn Baz na mwanachuoni Ibn Baz wa Ibn Uthaymin na mwanachuoni ambaye ni Ibn Uthaymin. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 ukurasa ni 437. Nenda kwenye kitabu Al-Insaf lil-Mardawi, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 65. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni al-Muhtaj, kitabu nambari 1 ukurasa 172. Nenda kwenye kitabu Zadul Ma'ad, kitabu nambari 1 ukurasa 245. Al-adillatu min as-sunnah, tuangalie dalili kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili ya kwanza ni hii: an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha ambaye ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, wakati anaelezea swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mumewe huyo, alifikia mahala akasema maneno haya: wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyata, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema katika kila rakaa mbili at-tahiyyata, yale maneno ambayo tuliyasoma awali, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu, nafikiri tunayakumbuka. Mtume kila akikaa rakaa mbili anaisoma at-tahiyyatu. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Kikao cha kwanza hichi tunapata ushahidi. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, na alikuwa akiulaza mguu wake wa kushoto akiukalia, wa yansibu rijlahu al-yumna, na akiusimamisha mguu wake wa kulia. Shekhe, tuelewana? Kikao cha kwanza cha at-tahiyyat. Lakini leo maal asafi shadid, kila mmoja ana design yake ya at-tahiyyat anayokaa, kila mmoja ana staili yake kukaa at-tahiyyat, na haya ni makosa kisheria. Hii ndiyo sahihi katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama wataka kuyafanyia kazi maneno ya Mtume aliyoyasema, swallu kama raaitumuni usalli, swalini umma wangu kama mlivyoniona mimi nikiswali, basi swali kama unavyoona kwenye hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usikae atahiyatu ya kwanza jinsi unavyokaa wewe. Kuna baadhi ya watu atahiyatu ya kwanza anayokaa anasimamisha miguu yote miwili kisha alafu anaikalia, anadai yuko kwenye atahiyatu. Hadha khata, hii ni makosa. Kikao cha kwanza laza mguu wako wa kushoto kisha kalia juu yake, alafu simamisha mguu wako wa kulia, vidole vikiwa vimejikunja vimeelekea wapi? Kibla. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imepokewa na Imamu Muslim kwa nambari 498. Hadithi nambari 2, an Abi Humayd as-Sa'idi qala, kutoka kwa Abi Humayd as-Sa'idi amesema, ana kuntu ahfadhukum li salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anawaambia wenzake, mimi ni mtunzaji mzuri ambaye nafahamu vipi Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa akiswali. Wakati anawaeleza wenzake, alifikia mahala akasema maneno haya: raaituhu idha kabbara, nilimuona Mtume pindi anapopiga takbiratul ihram, takbira ya kumuingiza mtu kwenye swala, jaala yadayhi hidhaa mankibaihi, anaiweka mikono yake miwili usawa wa mabega yake mawili wakati anapiga takbiratul ihram. Allahu
usawa wa mabega yake mawili. Fa idha jalasa fi rak'atayn, akaenda mpaka alipofika kwenye hiyo atahiyatu, kikao chake sasa. Fa idha jalasa fi rak'atayn, pindi anapokaa katika zile rakaa mbili, jalasa ala rijlihi al-yusra, anakaa juu ya mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-yumna, na anausimamisha mguu wake wa kulia. Shekhe, tumeelewana vizuri hapo? Lakini leo kuna yule wa kusimamisha miguu kwenye atahiyatu amekaa, na kuna yule ambaye ameilaza, mmoja umepanda juu ya mwenzake, amekalia miguu yote miwili. Hiki ni kikao cha karate, sio kikao cha tahiyatu katika swala. Hufai kukaa hivyo. Kikao chako cha kwanza, laza mguu wako, makalio yakae juu yake, kisha mguu wako usimame, vidole vikiwa vimekunja vimeelekea kibla. Ndiyo kikao cha kwanza cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 828.